Makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Heche, amekamatwa na polisi katika viunga vya mahakama kuu ya Dar es Salaam alikokuwa amefika kufuatilia kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu inayoendelea mahakamani hapo. Katibu mkuu wa Chadema, John Mnyika, amesema huenda kukamatwa kwa Heche kunahusiana na sakata lake la hivi karibuni na idara ya uhamiaji. Florence Majani ana taarifa kamili. Kiongozi huyo wa Chadema, John Chacha Heche, alikamatwa na polisi mara tu baada ya kuingia katika geti kuu la mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam leo mnamo saa 3 asubuhi. Heche alikuwa amefika mahakamani hapo kufuatilia kesi mbili, ile ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anayekabiliwa na mashitaka ya uhaini, na nyingine ni ile inayohusu matumizi ya rasilimali za chama ambayo pia inasikilizwa leo mahakamani hapo. Akizungumza na wanahabari muda mfupi baada tu ya tukio hilo, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema hadi sasa hawajapata taarifa rasmi kuhusu sababu hasa za kukamatwa kwa Heche, lakini akagusia uwezekano wa tukio hilo na mgogoro wa Heche na idara ya uhamiaji. Naamini hawajasema sababu kwa sababu tukio la ghafla kabla hata kuijua sababu, lakini tutakumbuka kwamba idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ikidai kwamba makamu mwenyekiti alikwenda nje ya nchi kinyume na utaratibu, taarifa ambayo haikuwa ya kweli. Sasa inawezekana kabisa kukamatwa kwake kunaweza kuwa kunahusiana na taarifa hiyo. Kama kukamatwa kwake kunahusiana na taarifa hiyo, ni jambo la kusikitisha sana. Itakumbukwa kwamba wiki iliyopita Heche alizuiwa na maofisa wa idara ya uhamiaji katika eneo la Izibania mpakani mwa Tanzania na Kenya mkoani Mara alipokuwa akielekea kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga. Baada ya tukio hilo, idara ya uhamiaji ilitoa taarifa ikidai kwamba kiongozi huyo alivuka mpaka na kuingia Kenya bila kufuata taratibu za kisheria za uhamiaji. Juhudi za kuwapata maofisa wa polisi ili kutoa ufafanuzi kuhusu sababu za kukamatwa kwa Heche hazikufanikiwa hadi tunakwenda mitamboni. Wakati huo huo, katika mahakama kuu leo, Jaji Danstan Ndunguru ametoa uamuzi mdogo katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu baada ya upande wa utetezi kuwasilisha pingamizi dhidi ya shahidi wa upande wa jamhuri aliyejitambulisha kama mtaalamu wa picha. Lissu alieleza mahakama kuwa shahidi huyo hana mamlaka ya kisheria kuwasilisha kielelezo hicho kwa kuwa yeye ni mtaalamu wa picha za mnato na si mtaalamu wa picha jongefu au video kama kesi inavyohitaji. Jaji Ndunguru alikubaliana na hoja za Lissu akisema shahidi huyo hana mamlaka ya kisheria kuwasilisha ushahidi mahakamani. Kesi ya msingi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inaendelea kusikilizwa katika mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam. Na mabasi mawili na magari mengine mawili yamegongana mapema leo kaskazini mwa Uganda na kusababisha vifo vya watu 46 katika moja ya ajali mbaya zaidi za barabarani katika taifa hilo la Afrika Mashariki miaka ya hivi karibuni. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa katika ajali hiyo iliyotokea baada ya saa 6 usiku kwenye barabara ya Gulu ambayo ni mji mkubwa kaskazini mwa Uganda. Lubega Emmanuel anaarifu zaidi. Kulingana na taarifa za polisi wa usalama barabarani, ajali hiyo ilitokea katika wilaya ya Kiriandongo ambapo baada ya mabasi hayo kugongana, moja lilibingiria huku lori iliyohusika nayo ikipinduka. Tofauti na taarifa za awali kwamba idadi ya waliofariki walikuwa 63, polisi imethibitisha kwamba watu 17 waliokuwa katika hali mahututi na kupoteza fahamu wangali hai, ila kuna mashaka kwamba idadi ya vifo huenda itaongezeka kwani walipata majeraha mabaya. Msemaji wa polisi wa usalama barabarani Michael Kananura amefahamisha hivi kuhusu ajali hiyo. We confirm that the total number of Tunathibitisha kuwa idadi jumla waliofariki katika ajali hiyo ni 46. Hii ni kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni za hospitali. Stands at 46 according to the latest update from the hospital. Kuelekea mwishoni mwa mwaka, ajali nyingi hutokea nchini Uganda na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, hasa zikihusisha magari ya abiria. Katika ajali nyingine ya hivi karibuni, mwezi Agosti, watu 25 walipoteza maisha yao nchini Kenya walipokuwa wakienda matangani. Ajali hizi mbili ndizo mbaya zaidi kutokea Afrika Mashariki hivi karibuni, zikisababisha idadi kubwa ya vifo. Hali hii huelezewa kutokana na wasiwasi wa madereva wa makampuni ya mabasi kufanya safari nyingi. Kumekuwepo na juhudi kadhaa kudhibiti hali hii kupitia vizuizi vya kushtukiza vinavyowekwa kwenye barabara, lakini pia mabasi kuwekewa vifaa vya kuzuia mwendo kasi. Msemaji huyo wa polisi amewahimiza waendeshaji kuchukua tahadhari dhidi ya kuendesha kwa mwendo kasi na kutojaribu kupita magari mengine bila kuwa waangalifu.
As investigations continue, we strongly urge all motorists. Huku uchunguzi ukiendelea, tunawahimiza waendeshaji kuhakikisha usalama barabarani na kuepukana na kupita magari mengine bila kuchukua tahadhari, kwani hiki ndicho chanzo kikubwa cha ajali kama hizi, which remains one of the leading causes of crashes. Takwimu za polisi nchini Uganda zinaonyesha kuwa mwaka 2024 pekee watu 5144 walipoteza maisha yao katika ajali za barabarani. Idadi hii iliongezeka kutoka 4806 mwaka uliotangulia, na kwa hiyo kuzidisha mashaka na wasiwasi kuhusu hali ya usalama kwenye barabara za Uganda. Kulingana na msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu Uganda, majeruhi wengine kutokana na ajali hiyo wamo katika hali mahututi. Jamaa na marafiki wameshuhudiwa kwenye vituo kadhaa vya afya wakifuatilia hali walimo watu wao, huku polisi ikiendelea kukusanya majina waliofariki na wale waliohusika katika ajali hiyo. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema taifa hilo limekamilisha mchakato wa kutambua miili miwili ya mateka iliyokuwa ikishikiliwa na Hamas. Haya yanajiri wakati makamu wa rais wa Marekani JD Vance akisema ana matumaini makubwa kwamba makubaliano ya amani Gaza yataendelea kutekelezwa na mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa inayosimamia haki ICJ itatoa maoni yake kuhusu wajibu wa Israel kwa mashirika yanayotoa msaada wa kibinadamu kwa Palestina katika ukanda wa Gaza. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Taarifa hiyo imesema miili iliyotambuliwa ni ya Ari Zalmanovich na Tamir Adar. Shirika la Msalaba Mwekundu limesaidia kusafirisha miili hiyo ambayo ilikuwa imehifadhiwa kwenye masanduku maalum ya kubebea maiti na kuikabidhi kwa jeshi la Israel katika ukanda wa Gaza. Mateka hao wawili waliuawa katika eneo la Kibbutz Nir Oz mnamo Oktoba 7, 2023 wakati wanamgambo wa Hamas walipovamia kusini mwa Israel, tukio lililochochea mzozo wa sasa wa Mashariki ya Kati ambao umeendelea kwa zaidi ya miaka miwili. Tangu kutekelezwa kwa makubaliano ya usitishaji mapigano tarehe Oktoba 10 mwaka huu, mabaki ya mateka 15 waliokuwa wakishikiliwa na wanamgambo wa Kipalestina yamerudishwa Israel. Hata hivyo, miili mingine 13 bado inahitaji kutambuliwa ili kurejeshwa nyumbani. Hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano hayo ya usitishaji mapigano, ambayo sharti jingine linalosubiri kutekelezwa ni Hamas kuweka silaha chini kisha vikosi vya usalama vya kimataifa kupelekwa Gaza ili kuamua mustakabali wa uongozi wa eneo hilo lililokuwa chini ya udhibiti wa Hamas. Wakati huo huo, maziko ya zaidi ya miili 50 ya Wapalestina iliyorejeshwa Gaza kutoka Israeli yanatarajiwa kufanyika leo katika makaburi ya Deir al-Balah. Israel bado inashikilia miili ya takriban 165 ya Wapalestina waliokufa wakiwa magerezani. Haya yanajiri wakati makamu wa rais wa Marekani JD Vance akitarajiwa kukutana leo na Waziri Mkuu Netanyahu pamoja na rais wa Israel Isaac Herzog kwa mazungumzo kuhusu amani ya Gaza. Vance ameandamana na wajumbe maalum wa Marekani kwa Mashariki ya Kati Steve Witkoff na Jared Kushner. Vance amesema ana matumaini makubwa kwamba makubaliano ya amani ya Gaza yataendelea kutekelezwa ipasavyo, lakini akatahadharisha kuwa mambo sio rahisi. Tumeingia wiki moja ya mpango wa amani wa Trump Mashariki ya Kati. Naweza kusema mambo yanakwenda vizuri kuliko nilivyotarajia, lakini pia lazima tujue kwamba hii ni hali ngumu sana. Tunafanya kazi pamoja na serikali ya Israeli kuanza mpango wa kuijenga upya Gaza, kutekeleza amani ya muda mrefu na kuhakikisha kuwa kuna vikosi vya usalama Gaza ambavyo havihusishi wa Marekani vinavyoweza kuhakikisha amani na kuwepo huko kwa muda mrefu. On the ground in Gaza, not composed of Americans who can keep the peace over the long term. Wakati huo mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa ICJ inatarajiwa kutoa maoni yake kuhusu wajibu wa Israel kwa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine yanayotoa misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Maoni hayo yaliyoombwa na mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwezi Disemba yanatarajiwa kubainisha wazi kiwango cha ulinzi ambacho mataifa yanapaswa kutoa kwa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa duniani kote.